Ekaristi Takatifu. Vigilia ya kusifiwa kuliko zote katika mwaka ilikuwa ya Pasaka. Hii inaitwa Vigilia ya Pasaka. Wamepata jina hilo kutoka sikukuu ya Pasaka ya Wayahudi, lakini kwa Wakristo ina maana sana na tofauti kabisa na ile ya Wayahudi. Kwa Wayahudi ilikuwa ni kupita kwa mamlaka ya Bwana, kwa malaika wa Bwana katika nchi ya Misri, na kwa ishara ya damu kwenye vizingiti vya milango ya nyumba za Waisraeli. Malaika akaruka nyumbani katika nyumba zao, na wamepita kutoka utumwani Misri na kuingia katika uhuru wa watu wa Mungu, ndio taifa teule. Wapendwa ndugu zangu mnao tazama na kusikiliza, ni tafakari ya kesha la Pasaka, tukiwa ni jioni tunaitafuta Pasaka ya Bwana. Lakini katika historia Wakristo wanasherehekea lile tukio la Yesu kupita kutoka katika mauti na kuwa hai kwa njia ya ufufuko wake, na kupita kwa Wakristo kutoka mauti ya dhambi kuingia maisha mapya katika Kristo mfufuka. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kanisa la mwanzo waliadhimisha sakramenti ya ubatizo usiku huo, na waliobatizwa tayari walikumbuka ubatizo wao, walisafisha roho zao kutoka dhambi zao zote walizotenda baada ya ubatizo. Hii inaonesha kuwa ilikuwa ni kwa wote kupita kutoka dhambi na kuingia katika maisha mapya, maisha ya Kikristo, maisha ya Ukristo. Kwa miaka mingi ndugu zangu walikuwa na sikukuu ya pekee, na wamerudia siku hiyo kila Jumapili. Tutafsiri na kueleza adhimisho hili la kesha la Pasaka, Vigilia ya Pasaka. Lina sehemu kuu nne. Sehemu ya kwanza inaitwa ibada ya mwanga, Lucenarium, na ibada ya pili, sehemu ya pili inaitwa ibada ya neno la Mungu, na sehemu ya tatu ni kubariki maji, ubatizo na kurudia ahadi za ubatizo, na mwisho ni Ekaristi Takatifu. Katika Injili ya Yohane tunasoma, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, basi yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 12. Ndugu zangu katika Kristo, Lucenarium au ibada ya mwanga ina tukio la uwepo wa moto. Moto unaleta joto, moto unaleta mwanga, na moto unaivisha vyakula ili watu wale wapate uhai na kupata kuishi. Yesu Kristo ni mwanga, na zaidi analeta uhai kwa chakula cha uzima. Unaona, moto huu unawakilisha maisha ya Yesu ya kimungu ambayo hajafanya msalabani. Unaona tena mshumaa mkubwa zaidi ya mingine yote. Tutawasha mshumaa huo kutoka moto huo, na baada ya kuwasha mshumaa huo tutawasha mishumaa yetu midogo midogo. Mshumaa huo unawakilisha mwili wa Yesu uliokuwa kaburini, haukuwa hai, lakini Roho wa Mungu amerudisha mwili huo kuwa na uhai. Yesu akatoka kaburini, Mungu na mtu mzima. Katika ubatizo Yesu anatushirikisha sisi katika uhai wake. Kwa hivyo tunazaliwa upya na tunakuwa watoto wa Mungu. Tusisahau ndugu zangu wapendwa kwamba Yesu Kristo ni mwanga wa dunia na ni maisha yetu, maisha ya uhai. Sasa tuendelee na tafakari yetu, tukiyafikia na kuyagusa masomo ambayo hatukuyasoma yote, lakini tutatafakari sehemu ya masomo au neno la Mungu. Masomo haya yalikuwa na nia ya matayarisho kwa watu waliojiandaa kwa ubatizo. Masomo yote 7 yanalenga ubatizo ambao ni uumbaji mpya, alafu agano jipya, mabadiliko kutoka maisha ya dhamani au maisha ya dhambi, halafu upatanisho na Mungu, halafu kushiriki zawadi ya Mungu au zawadi za Mungu, halafu tutazisikia ahadi za kutimiza za amri za Mungu, na mwisho itakuwa ni Mungu anatupatia Roho Mtakatifu. Kuna masomo 7 kutoka katika agano la kale na 2 kutoka agano jipya. Baada ya kila somo kuna zaburi.
lakini zaburi inaweza kubadilishwa na wimbo unaofaa. Leo sisi tutatumia zaburi hizo hizo ambazo zimepangwa na mama kanisa mtakatifu, tutabadilisha tu namna au mtindo. Baada ya somo la kwanza, la pili, la tatu na la tano na la saba tutaimba zaburi pamoja. Baada ya somo la pili, la nne na la sita, kila mmoja atasoma na kutafakari mwenyewe na kuitikia wito wa Mungu kwa njia ya neno lake. Ndugu zangu, kila somo linafuatiwa na sala. Sala hii ni jibu letu kwa Mungu baada ya kusikia ujumbe wake. Mungu anapoongea nasi, tunatambua sisi tu wadhaifu, tunautambua udhaifu wetu na tunamgeukia Mungu na kuomba msaada kwake, msaada wake. Wapendwa ndugu zangu, somo takatifu la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, aya ya kwanza mpaka sura ya pili. Sura ya kwanza aya ya kwanza na aya ya pili, lakini mpaka sura ya pili aya ya pili. Somo hilo la kwanza linatueleza juu ya uumbaji wa dunia hii. Katika mpango wa Mungu, mwanadamu alikuwa mfalme na mkuu wa uumbaji wote. Hii inaonesha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Mwanadamu katika mpango wa Mungu alikuwa si mtumishi wa Mungu, lakini mwanaye anashiriki katika maisha ya Mungu hapa duniani na kuwa naye milele. Somo takatifu la pili linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya kwanza mpaka aya ya 18. Somo hili linahusu wanadamu waliopenda dhambi, walivuruga mpango wa Mungu, walizuia mpango wa Mungu kwa maisha yao yasiyofaa. Hata hivyo Mungu akaendelea kuwapenda na akaanza kazi ya kuwakomboa watu kutoka utumwa wa dhambi na kuwarudisha tena katika hali ya kuwa watoto wapendwa wa Mungu. Mungu aliahidi kuwa siku moja atamtuma mkombozi. Ili wawe tayari kumpokea mkombozi, Mungu alimchagua mtu mmoja kuwa kiongozi wa watu. Watu hao ni wana wa Israeli, na mtu huyo ni Musa. Mungu hakuwa na mtoto, lakini Mungu alimwahidia Ibrahimu babu yetu mtoto katika uzee wake. Mtoto huyo ni Isaka. Mungu alimjaribu Ibrahimu sana, alidai amtoe Isaka kuwa sadaka. Ibrahimu alihuzunika sana, lakini alikubali kumtii Mungu. Alipokuwa tayari kumuua Isaka, Mungu alimzuia Ibrahimu asimuue mtoto, mwana mpendwa wake. Kutoka Isaka walikuja Yakobo, na kutoka Yakobo yalikuja makabila 12 ya Israeli. Mungu haghairi katika ahadi zake. Isaka ni kama Yesu na Ibrahimu ni kama Mungu Baba. Mungu Baba alimtoa Yesu mwanaye wa pekee ili kutukomboa. Kama vile Isaka alivyobeba kuni kwa sadaka mabegani mwake, vivi hivi Yesu alibeba msalaba wake na alisulubiwa msalabani. Somo takatifu la tatu linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya ya 15 na hadi sura ya 15 aya ya kwanza. Ndugu zangu, somo hili linatupa tafakari kuwa miaka 600 baada ya Ibrahimu, Mungu alimuita Musa na kwa njia yake aliwakomboa watu wake kutoka utumwa wa Farao. Akawavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu pakavu kama ishara au alama ya matokeo ya ubatizo. Nguvu ubatizo kwa Wakristo ni kuacha maisha ya zamani, maisha ya dhambi, na kuanza maisha mapya, maisha ya usafi wa moyo. Yesu ni Musa, tena ni Musa mpya anayewaongoza Wakristo mbinguni katika jangwa la dunia hii. Yeye anawalisha na anawalinda watu wake katika safari yao ya maisha. Somo takatifu la 4 linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 54 aya 5 mpaka aya ya 14. Katika maandiko, ndugu zangu, upendo wa Mungu kwa watu wake unafananishwa mara nyingi na upendo wa mume kwa mke wake. Upendo mkubwa wa Mungu hauwezi kupungukiwa au kutoweka kwa kukosa uaminifu wa mke wake, taifa la Israeli. Mungu kwa vinywa vya manabii anatangaza nyakati za furaha, utulivu, amani kwa wana wa Israeli.
Nyakati hizo zitakuwepo baada ya Israeli kupata kupatanishwa na Mungu. Sisi ndugu zangu ndio Israeli mpya. Mungu alitupatanisha naye kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na sakramenti ya uponyaji, ndio sakramenti ya upatanisho. Upendo wake unaendelea, na furaha ya Pasaka ndiyo zawadi mpya nyingine ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Somo takatifu la 5 linatoka vivi hivi kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya ya 1 mpaka aya ya 14. Agano kati ya Mungu na Israeli limevunjika kwa kosa la wana wa Israeli. Sasa agano jipya linafanyika na mataifa yote ambayo yamekusanyika katika kanisa. Yahwe, yani Mungu, atakuwa karibu zaidi na watu wake. Nabii anawakaribisha kila mmoja kumkaribia Mungu bila kujali dhambi zake, ingawa ni nyingi au ingawa ni kubwa. Wapendwa ndugu zangu, tunaendelea na tafakari yetu ni ya vigilia ya Pasaka, tukiendelea kusikiliza maandiko matakatifu tafakari yake. Tuko katika somo la 5 ambapo tunaonja huruma ya Mungu inazidi dhambi zetu zote. Tukiwa karibu naye tutashirikishwa na chakula kinono na vinywaji vitamu. Kuwa mbali naye ni kubadilisha roho zetu kuwa jangwa na mahali pakavu. Agano jipya ambalo Mungu analifanya na watu wake, taifa jipya, linakamilisha na kukamilishwa katika fumbo la Pasaka. Somo la 6 linatoka katika kitabu cha Nabii Baruku sura ya 3 aya ya 9 mpaka aya ya 15 na aya ya 32 mpaka sura ya 4 aya ya 4. Mwandishi Nabii Baruku anawakaribisha Waisraeli kutafakari juu ya hali yao. Wako utumwani, wanateseka sana. Mateso haya yamesababishwa na ukaidi au ugumu wa mioyo yao na kutotii kwao sheria za Mungu. Jua, mwezi, nyota na upepo unafuta maagizo ya Mungu, na yote yanaendelea vizuri na kwa taratibu. Tangu mwanzo wa uumbaji, ndugu zangu, hadi leo mambo yote yataenda vizuri kwa wana wa Israeli, na sisi kama tunarudi kwa Mungu tukifuata njia ile iliyopangwa na Mungu. Wafuatao njia zake watakuwa na furaha ya Pasaka kwa nyakati zote. Somo takatifu la 7 linakuwa somo letu la mwisho kutoka Nabii Ezekieli sura ya 36 aya 16 mpaka aya 28. Watu wa Israeli hawakustahili kurudishwa nchini mwao kutoka utumwani Babeli. Wakiwa watumwa Babeli, hawakujifunza kuwa waaminifu kwa Mungu. Hata hivyo, Mungu anaendelea na mpango wa wokovu kwa wana wa Israeli kwa wakosefu. Kazi ya ajabu kuliko zote Mungu atakayotenda ni kubadilisha mioyo ya Waisraeli waje kutubu, kuwashirikisha katika roho yake, na hatimaye kuwaongoza kuwa watu wake tena. Maajabu haya ndugu zangu yanafanyika ndani yetu pia. Mungu alitumia hekima na nguvu zake zote kutuletea katika hali hii ya wokovu uzima ambaye tunasikia mioyoni mwetu sasa hivi katika adhimisho hili la leo la kesha ya Pasaka. Ndugu zangu wana wa Mungu, tutakuwa na ibada ya ubatizo katika maadhimisho ya kesha, ndio vigilia ya Pasaka. Kwa kawaida watu wanapokea ubatizo wakati wa vigilia ya Pasaka. Hao ni wakatekumeni au wabatizo wa utu uzima. Hii inaonesha kwa namna ya pekee kwamba kwa kifo na ufufuko wa Yesu watu wanapata maisha mapya. Kweli wanaobatizwa wanakuwa watu wapya na viumbe vipya. Lakini sisi kwa sababu hatuna watu wa kubatizwa au watakuwepo watu wa kubatizwa, basi tunapata fursa ya kurudia sisi ahadi zetu za ubatizo baada ya kuwa tulipata baraka ya maji kwa ajili ya ubatizo kwa siku zijazo, na kubarikiwa kwa vitu vitakavyobarikiwa kuashiria upya wa nje, upya wa Pasaka. Wapendwa ndugu zangu, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo si hadithi iliyotungwa. Kaburi li wazi. Kristo si kati ya wafu, bali amefufuka, yu hai na anaishi. Huu ni utimilifu wa ukombozi wetu sisi. Tukiwa tuko katika kesha hili la Pasaka, ndugu zangu,
alika kuendelea kuwa na utulivu katika kesha hilo baada ya kumpokea Kristo aliyefufuka. Tuamshwe salama ili kusudi kesho tukaendelee na Pasaka yake. Tumpendeze Mungu kwa maisha yetu ya kila siku katika upya, na tusafiri kama walivyotakwa kusafiri wana wa Israeli katika upya wa maisha. Nasi tumuombe Mungu atujalie utakaso huo, na tuanze maisha mapya kwa nguvu kubwa kiroho na kimwili. Tumpendeze Mungu kwa maisha yetu ya kila siku. Niwatakie kuwa na Pasaka njema. Asanteni sana, na Mungu awabariki. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.